Ikiwa leo familia ya rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli kiongozwa na mjane wa hayati Magufuli, Mama Janet Magufuli, viongozi mbalimbali na watu wengine mbalimbali kushiriki katika misa takatifu ya kumwombea hayati Magufuli iliyofanyika Chato mkoani Geita. Katika jiji la Dar es Salaam tumezungumza na watu mbalimbali, pengine kutueleza yale yaliyofanywa na hayati Magufuli kwa wakati huo, lakini pia kwa jinsi muendelezo wake ulivyofanyika. Mimi ni Tumikandaba Cosmas TZA anatujuza zaidi baada ya kupita katika viunga mbalimbali vya jiji la Dar es Salaam. Kwa majina naitwa Meli, natokea Sabasaba kwa Mpili. Magufuli kwa kweli alikuwa kiongozi mzuri na sasa tunamkumbuka kiufupi. Tunamkumbuka kwa matendo yake. Alikuwa baba mwema sana kwetu. Na alikuwa na uongozi mzuri. Kuhusu barabara kila kitu yani. Kwa kama yupo mahali pabaya, Mungu amlaze mahali pema peponi. Mimi ambacho namkumbuka kusema kweli alikuwa mpwele na alikuwa mkali kusema kweli. Kusema kweli watendaji walikuwa wanafanya kazi vizuri. Walikuwa kusema kweli wanafanya kazi yani sio tunakimazoea. Kusema kweli wanafanya kazi kile sasa uhalisia wa wafanyaji kazi. Hata pale bandarini ukienda pale fresh ilikuwa unahudumiwa vizuri sana kusema kweli. Kusema kweli ilikuwa kwa mambo hayo alikuwa kwa vizuri. Kwa mengine alikuwa si ile, lakini mambo ya biashara, mambo ya kazi wafanya kazi serikalini walikuwa na nidhamu. Vipi unapenda liendelevu mpaka sasa hivi tusiwe? Kwanza yale mazuri yote alikuwa akayaanzisha kwanza ya malize. Alafu vile kuna hii mwendokasi ambayo Mbagala mpaka wapi imekaa muda mrefu sana hii. Mimi nakumbuka toka miaka hiyo mpaka leo huu ni mwaka 2004 na ndio kwanza bado. Kusema kweli watu wengi na kwenye magari inakuwa watu wengi sana. Yaani tunasubiri gari pale station kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku. Kusema kweli changamoto ni kubwa sana. Kwa hiyo tunasema baadhi ya miradi hii ya maendeleo hii lazima ikamilishwe kwa sababu kusema kweli tunahangaika sana. Kwa majina naitwa Salim Mohamed Mbonde, ni mzaliwa wa Kibiti, Rufiji huko. Lakini nimekuja hapa Dar mpaka sasa hivi na siku kibao sana, miaka kibao imesogea. Lakini mimi napenda sana nimshukuru Mheshimiwa Dr. Magufuli kwa sababu amefanya vitu vizuri sana na tumempenda sana mzee wetu na amepambana sana, amesimama katika haki na upendo kwa kila mtu. Hivyo kwa siku ya leo acha niseme bwana, nimemkumbuka sana Mheshimiwa Magufuli. Kitu ninachokikumbuka zaidi alikuwa anasema hapa kazi tu. Hapa kazi, na kweli tulikopo tunaona kweli hapa kazi kweli. Tulikuwa tunampenda na alikuwa anaenda segani yake vizuri na kweli ilikuwa sawa, watu walikuwa wanachapa kazi vile. Tofauti na sasa hivi kidogo watu wamepunguza speed, kila mtu amelewalewa sana, lakini kutokana nadhani vitu vichangamoto, lakini kutokana maisha ni safari, inawezekana ikaja ikatokea tena tukampata mtu kama yeye. Tunamkumbuka sana na kipenzi cha watu na kila mtu bwana nadhani anampenda sana. Nadhani misimamo na pia yani kujaribu kusisitizia vitu na kuonesha kupenda watu na yani kufuatilia vile vitu muhimu kama rais asimamie, angalie, awe na uchungu na watu wake, apambane, ajue kwamba mimi ndo mtu na nategemewa na watu wengi na watu wengi wananiangalia mimi. Kwa hiyo mimi nadhani azidishe upendo kwa raia wake. Atupende sana raia wake na kwenye changamoto ndogo zote atutatulie. Changamoto zile zilizokuwepo zinatusumbua ziondoke kabisa, tusiwe na tatizo lolote. Naitwa Saidi Mohamed Matanga kutokea Kilosa, ila kwa sasa naishi hapa Dar es Salaam Kigamboni. Ila kwa maoni yangu, kwa sababu mzee ametusaidia vitu vingi, kwanza tunapenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo na tunafunga swaumu leo chungu cha 16 walioanza nadhani. Ila sisi ambayo tuloanza tarehe 2 ni chungu cha 15. Ila tunapenda sana kumuombea yeye Bwana Mheshimiwa hayati Magufuli kwa mambo mengi sana aliyotufanyia hapa. Tunamshukuru sana, katufanyia vitu vingi sana, katusaidia, katuachia barabara nzuri, katuachia mwendo kasi, katuachia yani tuseme tunamshukuru sana, yani nisiwe na mambo mengi, ila kikubwa tu mama kwa kuwa anaendeleza basi haina shida, inshallah tunamuombea kwa Mungu awe na maisha mema huko alipo. Kitu gani ambacho kimenikuna haswa?
yule mzee kiukweli alikuwa anatenda haki sana, ina maana alikuwa anatenda haki kwa kila mmoja. Haki alikuwa anaipenda kuifuatilia, ina maana alikuwa muangalii nani wala nani, ina maana haki sawa kwa wote, na binadamu ndio inavyotakiwa hivyo, haki sawa kwa wote. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anapenda hiyo haki sawa kwa wote, ina maana. Jina naitwa Mohamed Hamza Ramadhani Majongo, ni mzaliwa wa Morogoro, wilayani Kilosa. Kwa kweli tunamkumbuka sana baba yetu John Pombe Magufuli. Aliyoyatenda ni mema. Ukiangalia SGR wote ni mpango wake mheshimiwa, barabara zake na elimu pia. Vile vile nyumbani Kilosa alizuia migogoro ya Masai na wafugaji na wakulima. Yote alitekeleza yeye mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Magufuli na tunamkumbuka kwa mengi aliyofanya. Nachotamani na maana kazi iendelee. Mama afanye kazi kama alikuwa anafanya mzee, kazi na maana. Asimwangalie maskini wala tajiri. Kazi iendelee, elimu ipatikane, na vile vile kule Kilosa migogoro bado inaendelea na maana. Kwa sasa hivi na maana wakati huu nyumbani ni wakati wa mavuno wa mahindi. Ila unakuta ng'ombe wanapeleka Masai wanapeleka ng'ombe mpaka mashambani kwa wakulima. Kwa hiyo tulikuwa naomba mama na jua hilo na tuangalie na maana nyumbani kule. Watoto wetu wanateseka. Wanapambana changamoto nyingi sana, wanasumbuliwa na wafugaji. Ila baba alifika mpaka kule yakakata ya mambo. Mwambie mama awe makini na wafugaji wanatusumbua sana kwenye maeneo yetu Kilosa. Naitwa Saidi Abdalla Mhina, natokea Ndeni Tanga huko. Kikubwa yani Magufuli kwa mimi mwenyewe binafsi kwenye moyo wangu, au kwa mimi jinsi mimi hapa binafsi, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia rais wetu ambaye japo kwa sasa hivi amefariki, hatuko naye tena duniani, lakini kwa vitendo alivyovifanya mheshimiwa, kusema ukweli alhamdulillah. Labda tushindwe sisi wenyewe kuvimalizia, lakini rais wetu ametuachia vitendo, yani tuseme ametuachia miundombinu mizuri. Kiujumla tu rais wetu Magufuli alikuwa anataka kuiweka Tanzania katika hali nzuri, lakini kwa bahati mbaya ndio hivyo, Mwenyezi Mungu kampenda kamchukua. Lakini kiukweli tu kiujumla mimi mwenyewe binafsi namkubali sana Magufuli, na sidhani kama kuna rais mwingine atakuja kutokea tena kama Magufuli. Hasa nachomkumbuka Magufuli, cha kwanza kama kule kwetu Andeni Tanga kule ametujengea, tuseme ametujengea stendi kubwa ya kisasa. Ubungo hapa akatujengea terminal ya kisasa. Unaweza ukaenda pale Ubungo ukahisi labda kama sio Tanzania, lakini ni Tanzania hii. Kwa sisi wafanyabiashara wadogo kusema kweli, hususan labda sisi wa machinga, mzee wetu alikuwa anajua nini maana ya nchi yetu, kutokana na nchi yetu ni ya kimaskini. Basi mzee alituruhusu akasema, bwana nyinyi endeleeni tu kubangaiza hivyo na vibiashara vyenu vidogo, ila tu mjipange mkae vizuri. Lakini kwa kiujumla tu hata sisi chinga wadogo tunamkumbuka sana mzee wetu Magufuli, yani kiujumla yani tunamkumbuka sana Magufuli yani. Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Utawala Magufuli kwa mzuri, hasa kwa sisi wafanyabiashara wadogo yani wajasiriamali. Tumefaidika na vitu vingi. Tulikuwa tunyanyasiki. Kama hivyo walikuwa wanafanya biashara zetu kwa amani. Aliweka utaratibu mzuri wa vitambulisho. Yani kwa shilingi 20,000 unafanya kazi mwaka mzima, tofauti na sasa hivi tunanyanyasika. Yani unaona kama hapa kwenye biashara yangu nimekaa namna hii hapa, unaweza kushangaa anakuja mgambo anamwaga karanga. Yani ni vitu ambavyo yani tunamkumbuka kwa mengi. Ni mengi sana, kwa sababu hata kwenye masuala wadogo zetu ambao bado wapo shule wanasoma. Madawati kusoma ilikuwa ni bure, sio kama kipindi ambacho siko nasoma, si wengine mwaka mimi hapa. Mimi niacha shule kutokana na masuala ya ada na nini, lakini sasa hivi fresh. Sasa hivi wadogo zetu wanasoma ni madaftari na nini fresh, wanasoma bure. Kwa ni vingi, tunajivunia vingi. Ni njia Magufuli kwa ameshaitengeneza fresh. Labda waendeleze kama manini au matreni manini aliyoacha, waendeleze vizuri, hasa sisi wadogo, kwa sababu sisi ndio wapiga kula. Tunapiga kula nini? Watu rekebishwe, hata masuala ya vitambulisho yaendelee kama ilivyokuwa.